9 ilikuwa Februari 14 huko Chicago, Marekani, siku ya Valentine, wakati ambapo dunia ilikuwa ikisubiria kusherehekea siku ya Valentine, lakini katika mji wa Chicago yaligeuka kuwa janga la mauaji makubwa, ambapo mauaji yaliyofahamika kwa jina la The St. Valentine's Day Massacre yalitokea, ambapo ilikuwa ni ugomvi kati ya magenge mawili ya kihalifu. Kufahamu zaidi kuhusiana na tukio hili, basi fuatilia story moja hapa kuhusiana na The St. Valentine's Day Massacre. Hii ni story moja. Ilikuwa ni asubuhi ya baridi kali mjini Chicago, Marekani. Theluji nyepesi ilikuwa imetapakaa mitaani. Tarehe 14 Februari mwaka 1929. Duniani kote watu walikuwa wakijiandaa kusherehekea siku ya mapenzi. Lakini katika gara moja la zamani kwenye barabara ya North Clark Street, historia ilikuwa inajiandaa kuandikwa kwa damu. Kipindi hicho Chicago ilikuwa chini ya kivuli cha magenge ya kihalifu. Pombe ilikuwa imepigwa marufuku kisheria, lakini marufuku hiyo ilizaa biashara haramu kubwa, na wafalme wa biashara hiyo walikuwa magenge ya uhalifu. Majina mawili yalitawala mitaa ya Chicago: A.I. Capone na adui yake mkubwa George Bugs Moran. Hawa wawili hawakuwa marafiki, walikuwa maadui waliokuwa wanagombania mamlaka, fedha na heshima. Kila mmoja alitaka kuwa mfalme wa biashara ya pombe haramu, na siku ya Valentine ikawa siku ya kulipiza kisasi. Asubuhi hiyo wanaume 7 wa genge la Bugs Moran walikusanyika kwenye ghala. Walikuwa wanasubiri mzigo wa pombe haramu uliodhaniwa kufika. Hawakujua kuwa walikuwa wanavutwa kwenye mtego wa kifo. Ghafla gari likasimama nje ya gara. Wanaume wawili walishuka wakiwa wamevaa sare za polisi. Nyuma yao wanaume wengine wawili walivaa mavazi ya kiraia. Kwa yeyote aliyekuwa akitazama, ingeonekana kama operesheni ya kawaida ya polisi. Wanaume wa Moran waliamriwa kuinua mikono, walitii. Walipangwa ukutani, walidhani wanakamatwa na polisi tu. Ndipo bila onyo bunduki za mashine zikafunguliwa. Risasi zilichana ukuta, miili ikaanguka sakafuni. Ndani ya dakika chache wanaume 7 walikuwa wamekufa au wanakata roho. Waliouawa siku ile walikuwa ni James Clark, maarufu kama mkono wa kulia wa Bugs Moran, Frank Gusenberg, Peter Gusenberg ndugu yake na Frank, Adam Heyer, Albert Kasherek aliyefahamika pia kama James Malton, Reinhard Schwimmer aliyekuwa rafiki wa genge si mwanachama kamili, daktari wa macho John May ambaye alikuwa akitembelea eneo hilo kwa bahati mbaya. Mmoja wao, Frank Gusenberg, alipatikana bado anaishi kwa muda mfupi. Polisi walipomuuliza nani amekufanya hivi, kwa sauti dhaifu akajibu, hakuna aliyenipiga risasi, na baada ya dakika chache akafariki dunia. Lengo kuu la shambulio hilo lilikuwa ni Bugs Moran, lakini siku hiyo alichelewa kufika. Alipokuwa karibu na ghala, aliona watu waliovaa sare za polisi. Akaamini polisi wako eneo hilo, akaondoka. Hatua hiyo moja ilimwokoa maisha. Mauaji haya yalipotangazwa, magazeti duniani yalilipuka na vichwa vya habari. Chicago ilijulikana kama jiji la damu. Watu wakaingiwa na hofu. Serikali ya Marekani ikaanza kushinikizwa kuchukua hatua kali dhidi ya magenge. Ingawa A.I. Capone hakuwahi kushtakiwa moja kwa moja kwa mauaji haya, jina lake lilianza kutajwa kama adui wa taifa. Serikali ikamuweka kwenye rada, na hatimaye miaka michache baadaye A.I. Capone alikamatwa, si kwa mauaji bali kwa kosa la kukwepa kodi. Tukio hili lilibadilisha mtazamo wa Marekani kuhusu magenge ya kihalifu. Watu wakaanza kudai usalama, sheria zikaanza kuimarishwa, na vyombo vya dola vikapewa nguvu zaidi kupambana na uhalifu wa kupangwa. Na tangu siku hiyo, The St. Valentine's Day Massacre limebaki kwenye historia kama mfano wa giza linaloweza kujificha hata ndani ya siku ya mapenzi.
Siku ambayo dunia ilipaswa kusherehekea upendo iligeuka kuwa siku ya damu. Historia inatukumbusha jambo moja: mapenzi yanapopuuzwa na chuki ikipewa nafasi, hata siku za upendo hugeuka kuwa siku za majonzi. Bana, hii ni story moja na mimi ni Fisasa 99. Usisahau kusubscribe YouTube yetu Smile Media TZ, lakini pia tufuate katika mitandao yetu ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok @Fisasa 99. Chao chao.